من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na kwa ihsani yake kutujalia tukawa ni miongoni mwa walio katika halaka ya ilmu. Jambo la kumshukuru Allah kwa sababu katika kila hatua tunayoifanya ya kheri hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sisi kama sisi wenyewe hatuna uwezo wa kufanya lolote isipokuwa kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, kwa mara ya mwisho tulishia katika maudhui inayoongelea unwani yake uani min qaswati alqalbi fama huwa alhal, kwamba nahangaika, nalalamikia, naumia kutokana na ususwafu wa moyo wangu. Ni upe ufumbuzi? Hili ni swali ambalo ndio unwani ya somo hili, ambalo katika somo hili tuliweza kupitia tukaangalia kwamba ni somo ambalo limejikita zaidi kwenye moyo, na tukaona kwamba moyo katika maisha haya ya dunia unabadilika, unageuka kati ya ususuavu na ulaini. Hivyo moyo utakapokuwa umeingiwa ususuavu na maasi, moyo huo utapata ususuavu, utakuwa moyo mgumu, moyo ambao hauko tayari kupokea mawaidha, moyo ambao hauko tayari kulainika kwa ajili ya toa ya Allah, moyo ambao una kila aina ya ususuavu. Na huo moyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliusifu akisema ab'adu alqulubi ila Allah aqsaha, moyo ulio mbali zaidi na Allah ni moyo wenye ususuavu. Moyo ukichukua na ususuavu unakuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini
wa idha akthara al-'abdu min at-ta'ati raqa al-fuad, mtu akikithirisha kwa wingi taa, ibada, mambo ya kheri za aina mbalimbali, moyo wake hulainika. Na sababu ya moyo kuwa msusuavu ni mtu kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo utakapokuwa umedumbukia katika tope la maasi, katika uchafu wa maasi, ukawa mtu hamu yake ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hajali mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atakapokuwa katika dini kama hilo, lakini pia akawa ni mtu ambaye anapenda zaidi maasi na dunia, mja huyo huwa moja kwa moja hawezi kusalimika, isipokuwa atadumbukia katika uchafu. Bal alayhi al-bidar bighasl tilka al-awsaq allati allaqat bil qalbi birruju'i ila Allah wal inabati ilayhi. Ikifikia hiyo ndio hali ya mtu, jambo la wajibu kwake ni haraka sana afanye haraka kuosha moyo wake kutokana na uchafu ambao umeganda kwenye moyo wake, na hiyo si kwa jambo jingine bali kwa kurejea kwa Allah na kutubia kutokana na makosa yake, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndipo itakuwa ni sababu ya kusalimika. Allah amesifia, akimsifia mja wake Ibrahimu alayhi salam, ambaye alikuwa ni kipenzi chake, kwamba alikuwa ni awwahu munib katika hali zote. Ndugu zangu, wa min anjah asbab ilaj kaswat alqalb, na miongoni mwa sababu zenye mafanikio makubwa ya mtu kuweza kusalimika na maradhi ya moyo, kuponyesha maradhi ya usuavu wa moyo, ni kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, al-ikthar min dhikrillah, ni kukithirisha dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya dhikri kwa wingi ni katika sababu yenye mafanikio makubwa ya kutibu moyo. Al-qulubu tamra wal abdan kadhalika tamra. Kwa kawaida nyoyo zinaugua, zina namna yake ya kuugua, lakini vile vile viwiliwili vina namna yake ya kuugua, na haya magonjwa yako tofauti sana. Na maradhi tunayajua wanadamu ni yale ya viwiliwili, ambapo mtu anaweza kupata malaria, mtu anaweza kupata typhoid, anaweza kupata UTI, anaweza kupata kuangua kichwa, maumivu ya tumbo, pengine kwa madonda ya tumbo, pressure, sukari na mengine kama saratani na mengine, iyadha billah. Kuna maradhi mengi yanayokisibu kiwili cha wanadamu. Maradhi kama hayo kuna wataalamu wamesomea, wanajua namna ya kuyapima, kuyagundua kwa kutumia zana mbalimbali za kisasa na za zamani, lakini pia kutafuta ufumbuzi kwa mujibu wa namna Allah aliyofungulia kupata maarifa namna ya kuyatibu maradhi hayo. Lakini kuna maradhi ya moyo ambayo ni aina mbaya ya maradhi yanayomsibu mwanadamu, kwa sababu moyo ndio eneo muhimu kwa mwanadamu. Linapoguswa mwanadamu ameangamia. Ndio hapo akasema, kwa kawaida maradhi ya moyo ni mabaya zaidi kuliko maradhi ya kiwiliwili, kwa sababu maradhi ya kiwiliwili sana yakimzidia mtu na Allah kama amefikisha muda wake kutoka duniani, atakufa. Na kufa mwanadamu sio mwisho wake wala sio magharibi kwake. Atakufa toke duniani aende akhira, kama na kheri zake hana alichokipoteza. Lakini
maradhi ya moyo ni mabaya kwa sababu yanamwangamiza mtu duniani na akhera, na hapo ndipo wanasema wanachuoni mauti ya moyo ni mauti ya kweli, kwa sababu anaangamia duniani na akhera. Duniani hatokaa au mtu wa maana afanye mambo ya maana, atabaki ni mtu wa uovu, anazuka ndani ya uchafu wa kila aina, ushirikina, wizi, uongo, miamala ya haramu, bila kujali mpaka ya Allah. Dunia taishi mtu ovyo, hana baraka yote. Lakini akhera ataenda kuangamia milele na milele, kwa sababu atakuwa hana imani. Na tunaambiwa kwamba hiyo ndio hasara kubwa kwa mwanadamu, kwa sababu atakwenda kuishi katika maisha tabu ya milele. Tunaambiwa kwamba ma hadhihi alhayatu dunya illa la'ib wa lahu wa inna ad-dara al-akhirata hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Katika Qur'ani tukufu Allah anatueleza kwamba hayakuwa maisha haya dunia isipokuwa ni mchezo na upuuzi. Utakapoona maisha yote yatakapokuwa maisha ya dunia ni mchezo na upuuzi. Wa inna ad-dara al-akhirah, lakini mji wa akhira la hiya al-hayawan, hayo ndio maisha ya uhakika. Maisha ya akhira ndio maisha ya uhakika. Maisha gani ya dunia yanamchekesha mtu na kumuliza? Leo mtu anacheka, kesho analia. Maisha gani ya dunia yasiyomakishia mtu usalama kamili? Mtu hata kama amefikia daraja ya juu, kiwango cha juu cha utawala na cheo duniani, lakini bado hofu yake ni kubwa kwamba wakati wote anaweza kufanywa maafa. Mtu kadaaja anaweza kufikia na utajiri, hofu imemwandama kwamba anaweza kuhujumiwa wakati wote kutokana na neema naye. Lakini pia hasalimiki na maradhi, lakini pia hasalimiki na mauti. Yote yanamwangalia, hana amani kamili. Haya ndio maisha ya dunia. Haya yote kuongezea nyingine na zaidi, pia anahofia nafasi yake au mali yake inaweza kumwondokea wakati wote. Kwa hiyo ni mchezo na upuuzi. Maisha ya dunia ni kama mchezo wa maigizo. Leo mtu anaweza kawa na hali fulani, baada ya kumkuta na hali nyingine, wala yadumu la hali. Kwa hiyo ikawa dunia ni maisha mepesi, lakini akhera ndio maisha ya uhakika. Atakayepata mafanikio kweli, na atakayeharibikiwa kweli. Ndio akatuambia inna dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Hakika mji wa akhera ndio maisha ya hakika, lau watu watakuwa wanajua. Ndugu zangu, kwa hiyo sababu yenye mafanikio zaidi ni kumdhukuru Allah kwa wingi, kwa sababu dhikri inaleta furaha katika moyo wa mtu, lakini pia ni ufunguo wa riziki. Lakini pia dhikri ikikithiri kwa mtu inamtengenezea mahabatu yani heba, yani anakuwa Allah anamjengea heshima, heba, utukufu ambao automatically ataupata katika nyoyo za viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watashtukia tu wanamheshimu na kumtukuza kutokana na dhikri yake nyingi anayofanya kwa wingi. Lakini pia itamwajibishia murakaba wa Allah na kukithirisha kwa wingi ibada yake na kurejea kwake na kurubia kwake, na ni sababu ya kuokoka na adhabu zake, kama anavyosema Kuhuni kwamba dhikri ya Allah ni dawa na dhikri ya watu ni maradhi. Na imekuja bwana mmoja alikuja kwa Hasan al-Basri akasema, nalamika ugumu wa moyo wangu ni mgumu, hauna hofu ya Allah, hauna huwaidhiki, hauathiriki na maneno ya Allah. Nashtakia kwamba na tatizo hilo
Akamjibu akasema, alimhu bidhikrillah, ulainishe moyo wako kwa kufanya dhikri kwa wingi. Bidhikr turfa darajat, kwa kufanya dhikri kwa wingi ndio daraja za watu huinuliwa. Watughfaru sayiat, na dhambi husamehewa. Watustaghfaru al-afat, na huondolewa maafa. Tastakshifu al-kurbat, na huondolewa matatizo. Watahunu bihi ala al-masaibi al-mulimat, lakini kwa wingi wa dhikri misiba mizito huweza kuwa miepesi. Bihi inshirahu sadr, lakini kwa dhikri kwa wingi ni sababu ya kunjua moyo na kifua cha mtu. Watma'aninatu alqalbi, na moyo kupata utulivu. Ala bidhikrillah tatma'innu alqulub, Allah anatuambia tamweni na jueni kwamba kwa dhikri ya Allah nyoyo hupata utulivu. Wa huwa wasiyatu rasulullah liman talaba minhu ay yusiyahu, nayo dhikri ni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bwana mmoja aliyemuomba amuhusie, akamwambia la yazalu lisanuka rutba min dhikrillah, asema ulimi wako usiache kupata ulaini kwa kumdhukuru Allah, yani kwa maana ulimi wako ubaki una unyenyekevu kwa kumdhukuru Allah kwa wingi. Kwa dhikri nyoyo hupata uhai, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mithlu alladhi yadhkuru rabbahu mathalu alladhi yadhkuru rabbahu alladhi la yadhkuru rabbahu mathalu hayy al-mayt, mfano anayemdhukuru Allah na asiyemdhukuru Allah ni kama mfano wa hai na aliyekufa. Wa man arafa azmati llahi akthara min dhikrihi, atakayejua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala atamdhukuru kwa wingi. والاكثار من علامه الصدق مع الله، لكنكم ذكر الله ni alama ya ukweli mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tukaona jambo la pili katika somo lililopita la kufaa kutibu ususu wangu wa moyo ni hifadhul jawari min al-maasi, ni kuhifadhi viungo vyako kutokana na maasi. Sababu kila kiungo kinapofanya kosa moja upeleka sumu yake ya kosa hilo, yani maasi, dhambi moja anayofanya mtu kwa kiungo chake, sumu yake huenda moja kwa moja mpaka kwenye moyo na kuathiri imani. Na hiyo ni sumu, sio sumu tulizoea ya kwamba mtu ataanguka afya mzee. Hapana, ni sumu inayoua moyo katika kuupa upofu na kuua. Na nyoyo zinatofautiana kama anavyotaja wanachuoni kwamba nyoyo za watu zinatofautiana namna zilivyo katika maisha ya dunia. Famina man yamaytu ila alhayati aqrab, kuna nyoyo zilizokufa za maridho, kuna nyoyo ambazo zimeugua ila alhayati aqrab, zinakaribia na uhai. Na miongoni mwa nyoyo hizo kuna nyoyo ambazo ni sahihatun qayyimatu masalih albadan, zilizo hai ambazo zinasimamia mwili kutengeneza khair. Wa minha maridhu ila almauti aqrab, lakini kuna nyoyo ambazo zimeugua zinakaribia na mauti. Lakini kuna miongoni mwa nyoyo hizo zimekufa, ni majid, zimekufa. Kwa mfano wake Allah ndani ya Qur'ani akitaja baadhi ya nyoyo akisema afaman Allah sema subhanahu wa ta'ala, wa man kana mayitan, je, unaonaje anayekuwa maiti? Fa ahyaynahu, tukamhuisha. Waj'alna lahu nuran yahdi bihi, faj'alna lahu nuran, tukamjalia nuru ambaye inamuongoza fi dhulumati, inamuongoza katika kiza. Ni sawa na mtu ambaye fi dhulumati laysa bi kharij minha, ni sawa na mtu aliye katika kiza hawezi kutoka. Aya hiyo Allah haongelei aliyekuwa amekufa kwa kwenda kuzikwa,
aliyekufa moyo wake kiimani na maarifa. Allah kamuisha kwa kumpa imani na maarifa na nuru ya ilmu, yamshi bihi fi nas, nuru ile kawa anatembea nayo kwa watu, inamuongoza nayo. Ni wahi wa Allah, ndio nuru ambayo ndio ilmu. Ni sawa na leo katika kiza hawezi kutoka ndani yake, japo hapana. Kwa kiza kinatia moyo mauti, kwa hiyo moyo huo umekufa. Na kufa kwa moyo ni kufa kwa moyo kiimani na maarifa. Na watu wanatofautiana, ndio sema hivyo leo Qayyim na mwalimu wake Ibn Taymiyyah kuhusiana moyo, kwamba katika famina nas man qalbuhu mayita, kuna watu moyo wake umekufa kabisa, hata mwingine hakuelewi, illa ma ushiba min hawas, kwa kile alichokijaza katika moyo wake kulingana na hawa zake, hawezi kuelewa lolote. Baada ya kuona wewe ndio umechelewa, na kuona wewe ndio uko nyuma, moyo wako umekufa kitu, hana chochote. Lakini kuna watu wana nyoyo ambazo zinauma, ziko karibu na mauti. Wengine nyoyo zao zinauma lakini zinafuu, ziko karibu na uhai, na wengine nyoyo zao zina afya kamili, wanashughulika kujiandalia makazi yao milele, kuandaa faida zao za milele, kujalia neema zao za milele. Hawajali kupatikana wasibu katika kufikia hilo, kwa sababu wanajua faida anachokiandaa ni kubwa kuliko anachokipoteza. Sasa mwana mtu yuko tayari kufanya kheri yote ile kwa gharama ya mali, muda wake, akili yake na nguvu yake, kwa sababu moyo wake uko hai. Unaona mbali huko akhira ambapo anaelekea, lakini mtu ambaye moyo umekufa haujui chochote kabisa, tofauti na matamanio yake na matakwa yake na dunia yake basi. Na maasifu shadidi, kwa masikitiko makubwa, kwa huzuni na maumivu makubwa, tunaumia kwamba watu wengi sana sasa hivi macho yao yanaangalia dunia kwa sababu imepangwa mbele yao. Wanafanya juhudi kubwa kwa ajili ya dunia kwa sababu iko mbele yao. Wanayakini na dunia kwa sababu wanaiona matokeo yake wazi wazi, iko keshi. Tunachofanya matunda yake anaona, ladha yake anaipata. Kwa hiyo imekuwa taabu na mtihani mkubwa watu kuhusiana na mahesabu ya akhera. Maana watu wengi hawana mahesabu ya akhera. Tunamuomba Allah atuonyeshe akhera tujue na hakika yake. Lakini kweli akhera ni hakika, hakuna namna kuikwepa. Lakini kwa sababu yakini yake ni ndogo, ndio hapo utaona hatuna mahesabu nayo kabisa. Lakini ukipiga mahesabu kaangalia hii dunia ni sawa sawa Allah aliposema ni mchezo na ni upuuzi, na maana kubwa sana. Na maana hata kama mtu ataishi miaka 1000 duniani hapa, kuna chochote alichoishi hata 1000, ambaye kwa watu wanaona ni umri mrefu sana, lakini wapi hamna kitu, ni umri mfupi mno. Baada ya muda mfupi itaisha. Lakini huenda maisha tutakayoishi katika hayati barzakh, katika maisha ya kaburi, yakawa ni marefu mara nyingi kuliko miaka 1000 aliyoishi. Leo Nabii Nuh alayhi salam aliishi miaka 1000 kasoro 50. Tukiongea leo miaka imemaliza katika tumbo la ardhi imeshazunguka mara nyingi ya ile aliyoishi, wakati anaonekana ishi umri mrefu. Natoa mfano kwa hao walioishi zama zile, kuona kwamba umri ni mfupi mno. Lakini wapi wengi ambao tunaandaa akhera kwa hakika ni wangapi? Takuta wengi wetu tunakimbia kupanga mipango ya hapa ambapo tunaishi muda mfupi, pia hatuna hakika na maisha haya. Ndio tunaweka kubwa, juhudi kubwa, mali nyingi katika kuandaa kitu ambacho pia hatuna hakika. Sababu hakuna anaweza kusimama katika kwamba mimi kesho nitakuwa hai. Tunaishi kwa kubahatisha. Hauti unakuja. Hauti leo ngoja niondoke milioni hii, ngoja kesho sijui kama nitafika huko.
mpaka muda unafika unatoka, lakini maisha ni mafupi mno. Kwa hiyo nyoyo zinaugua, zilizokufa, kuna zilizo hai, kuna zilizougua, ziko karibu na mauti, nyingine zimeugua ziko karibu na uhai. Na hii kulingana na maisha watu walivyo. Mtu aliyekufa moyo wake ni kafiri moja kwa moja au mshiriki amezama, kuna utaweza kumwambia kaida. Kuna ambaye ni mgonjwa ambaye anafanya maasi, amezidiwa nafsi yake na maasi, zama katika maasi, lakini kheri amekumbuka swala na swali, soma na funga, swala kanatoa, lakini mzama katika maasi. Ni mgonjwa lakini yuko karibu na kupona. Bismillah, akifanya juhudi ya kweli na kumwomba Allah tawfiki atapona. Lakini kuna mwingine ameugua, yuko taabani, yuko karibu na mauti, mtu ambaye ingia katika madhara makubwa na pengine mengine yanapelekea kuingia katika shirki na kufa. Sasa huyo ni kidogo tu, akitendeka kidogo, akipata mtihani kidogo tu, ataingia katika kufuna. Utaona mtu Muislamu akimchanganya, naweza nikaingia katika kanisa nikakabatizwa. Wapo wanasema na kama hayo. Kwa nini? Ni mgonjwa, yuko taabani, yuko karibu. Lakini kuna mwingine ambaye amekufa moja kwa moja. Kwa hiyo atatofautiana. Sasa hii ni kulingana na mtu anaishi. Sasa ikiwa hali hiyo tukaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu nyoyo, kwamba nyoyo hizi zinahitaji watu kutambua nafasi ya moyo, na kwamba moyo unapata uhai kutokana na utakavyoishi, namna utakavofanya uweze kupata. Sasa mtu akifanya maasi na dhambi hujeruhi moyo. Ndio tukaambiwa miongoni mwa mambo yatakayofanya mtu apone maradhi ya usugu wa moyo ni kuhifadhi viungo kutokana na maasi, kwa sababu maasi ya viungo yanamchafua moyo. Ndio tukaambiwa idha adhnaba al-'abdu dhanba, mja anapofanya dhambi yoyote, nakta ala qalbi naktatan sauda, huota katika mwili wake doa jeusi. Fa idha akala wa taba salaha, akiacha ile kosa na kutumia, kufutika ile doa jeusi kwenye moyo wake. Lakini akiongeza dhambi nyingine huongezeka doa lile, akiongeza huongezeka doa nyingine, akiongeza huongezeka jingine, hata ya'lu ala qalbi, mpaka yakiwa mengi yanafunika moyo wake. Wa dhalika dhalil alladhi dhakarahu Allah fi kitabi, ndio akatambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio kutu aliyotaja Allah kwenye Qur'ani tukufu aliposema kalla barana ala qulubi ma kanu yaksubun, kwamba sio hivyo nyoyo zao zimepata kutu kutokana na wale waliokuwa kiachuma. Kwa machumo ya mikono yetu, machumo ya dini zetu, machumo ya macho yetu, machumo ya masikio yetu, machumo ya miguu yetu, machumo ya tumbo zetu, machumo ya kila kimoja chetu yanapelekea kuharibu moyo, kama ni machumo yanakuwa mabovu. Kama ambavyo kheri tunazofanya kwa kutumia viungo vyetu pia ni sababu ya kurekebisha moyo. Inategemea unapokea nini, unasikiliza nini, unaongea nini, unaangalia nini, lakini pia unatenda nini katika kutengeneza au kuharibu moyo. Ndio tukaambiwa moja katika nyenzo zenye mafanikio makubwa katika kurekebisha moyo ni kuepuka maasi. Ya tukaona kwamba na hapo ni kama ifuatavyo: kwanza, kuhifadhi masikio, kutokana kusikiliza muziki na kusengenya na mfano wake, lakini pia kuhifadhi macho kutokana na kuangalia sio kwa halali, kuhifadhi ulimi kutokana na uongo na uzushi na mfano wake. Hivyo vitu vina athari kubwa sana katika kurekebisha moyo. Ndugu zangu, tunaambiwa katika vitu hatari sana kwa mwanadamu ni moyo. Na mwanadamu atakapocheza na moyo, akashinda kuudiriki moyo wake, akashinda kufuatilia moyo wake, akaliwazika kwa sababu mchanganyika na Uislamu, anakuwa ni Muislamu, anaswali nao, anafunga nao, anafanya muamala nao, wanamuona ni Muislamu, hakuna wasiwasi, ni ndugu zake, watamsaidia akiwa na shida, wataungana naye katika mambo yake, akaridhika na hilo tu.
akashindwa kufuatilia moyo wake, kuna hatari mwisho wa mambo moyo wake ukaja kumhini, mwisho akimaliza maisha yake akajikuta anaondoka duniani aliyekuwa amefanikiwa. Sasa moyo ni kitu cha hatari sana. Lazima uumiliki moyo. Umesalimika na unafiki, umesalimika na maradhi mabaya kama husda, umesalimika na maradhi mabaya kama vinyongo, umesalimika na maradhi mabaya kama kuweka mafundo, umesalimika na maradhi mabaya kama kuwatakia watu shari, kama kuwadhania watu dhana mbaya. Hayo mambo yote ni maradhi ambayo yamo ndani ya nyoyo. Bughudha yote ni maradhi. Tamaa, ubinafsi, kujikweza kwa wengine, hayo ni maradhi. Kiburi, jeuri. Sasa moyo ufuatilia kwa karibu zaidi, nimesalimika na hili, nimesalimika na hili, na kuwekea vipimo vya kielimu ambavyo kwa mujibu wa elimu inavyoeleza umesalimika navyo. Je, uko salama au tayari mhanga? Alafu kigundua, tutakachogundua kwanza kuchukua hatua za kupambana nafsi yako katika kusafisha gonjwa hilo katika moyo wako, ambayo ni shughuli pia inahitaji kufuata wasaili za kielimu mpaka ufikie mafanikio. Sasa haya kikosa, utabaki umevaa mavazi ya Kiislamu, utabaki unafanya matendo ya Kiislamu, utabaki unaonekana Muislamu, lakini hatari ilipo unamalizaje? Huenda ukapelekea kumalizia vibaya. Kwa hiyo inapozungumzwa jambo la moyo, sio jambo jepesi la kutulia kwa pesa. Lazima tuwe serious na kujua namna gani tutapona na ndugu zetu, kwa sababu nyoyo ni hatari, ni hatari, ni hatari. Mara ngapi watu wanaonekana na watu wakifanya heri, lakini mwisho umekuwa mbaya, kama ilivyo katika kisa cha mtu aliyekuwa anapigana katika jihadi mpaka kila mtu akamkubali mapigano yake, mpaka mtu akamtamani. Tumezozama kuambia hapana, na mtu ni mtu wa motoni. Watu wakaribia kuharibikiwa. Sasa basi kama ni hivyo, sasa nani atapona katika sisi? Wakakaribia kuwa na shaka na wao mtu msasa. Tulifanya kazi kubwa katika midani ya mapigano, tulifanya kazi ambayo tulifanya yote. Sasa inakuwaje jambo likawachanganya sana masahaba, wakisema kupata mwelekeo kwamba la, sasa kama mtu anaweza kuwa anafanya juhudi kama hii, ndio anasema kwamba ni mtu motoni. Na maana sasa hili nafasi ni kitu kingine, haiwezekani. Kwa kweli ikaita mtihani kwa masahaba wale wengi. Mmoja akasema lazima nitampatia hatua kwa hatua, niangalie kuna hekima gani ya Mtume sasa kusema hivyo. Alafu yule bwana akapata maumivu, yaani sana, akapata maumivu makali sana, ambaye sio maumivu yale walipomjeruhi. Akachukua panga lake akaikita sehemu, ikabakiza sehemu ya ncha na makali yake iko juu. Akaja akajidumbukiza kwenye shimo, akajiua kwa panga lake. Kumbe kuna saba anamfuatilia pale pale, akasema Allahu akbar, sadaqa Rasulullah. Akasema Allahu akbar, amesema kweli Mtume wa Allah. Maana kajiua. Hatujua kaja kushangaa. Anajua alikuwa anafanya matendo kama hayo. Na kama ilivyo kwamba man kata nafsahu bihi binadiyana, kwamba atakayejiua kutumia kitu fulani ataadhibiwa nacho ndani ya moto wa Jahannam. Sasa watu wanamuona mtu katika dhahiri anapigana na faida kubwa katika safu ya midani ya vita, kumbe mtu hatima yake anakwenda kujiua. Sasa hapo unajua yule bwana kwa njia maalum Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah alionyesha na kumfunulia kwamba mtu japo anafanya kazi yote, lakini huenda katika moyo wake alikuwa ni mtupu, lakini kwa sababu anafanya kwa sababu ndani ya kampani anataka pengine umashuhuri, pengine yule bwana Allah subhanahu wa ta'ala
Kwa kawaida mtu akiwa anayofanya hayatoki ndani ya ikhlasi ya kwenda ndani ya moyo wake, wa fedha yake inakuja mwisho kabisa. Mwisho Allah kamalizia vibaya akaangalia. Ndio tukaambiwa hata katika hadithi ile kwamba mtu atafanya matendo ya watu wa peponi mpaka isiwe baina yake na pepo isipokuwa dhiraa, afanye matendo ya watu wa motoni au wengi. Na mwingine anaweza kufanya matendo ya watu wa motoni mpaka ikabaki yeye na moto ni kiasi cha dhiraa, katenda matendo ya watu wa peponi akaingia peponi. Wakasema wanachuoni aghlab ya watu ambao Allah anawaharibia mwisho ni wale ambao wanafanya kwa kutaka watu waone, kama ilivyokuja katika hadithi inayofasiri hii hadithi ambayo inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna rajula ya'malu bi'amali ahli jannati fima yabdu lin-nas. Kama mtu atatenda matendo ya watu wa peponi kwa yale yanayodhihirikia watu, kumbe moyoni ni kinyume kabisa. Akaendelea hivyo mpaka ikabaki kati yake na janna ni kama bila moja, lakini kwa sababu Allah anamjua alivyo ndani ya moyo wake, akamshabihisha akatenda tendo la watu wa motoni, akaingia motoni. Kwa ndugu zangu, tafakari qulubakum, fatilieni nyoyo zenu. Hivi ni kweli nyoyo zimesalimika? Ziko salama? Je, tunafanya kwa ikhlasi? Je, tunatafuta radhi za Allah? Je, tuna maradhi? Sasa ili nyoyo zetu zisalimike na usiwamu huu, mojawapo ni kujiepusha na maasi. Maasi yana athari kubwa katika kuharibu moyo. Usidharau dhambi. Kila dhambi inaacha damage, imetia kovu katika moyo, inaacha tia kasoro. Na bahati mbaya sana jambo hilo huwa linakwenda taratibu sana, inachukua muda mrefu. Inaweza ikachukua miaka, mtu anafanya tu, anaona kawaida anafanya tu, athari inakwenda taratibu. Utamuona mtu anaporomoka siku hadi siku, juma hadi juma, mwezi hadi mwezi, mwaka hadi mwaka. Taratibu anaporomoka, tamaki anaenda taratibu, anarudi nyuma, taratibu anarudi nyuma, tamaki. Tashangaa fulani alikuwaje? Mbona alikuwa kwa kaza, mbona yuko sasa hivi kwa kaza? Fulani alikuwaje? Hapana, athari hiyo haiji siku moja, ni baada ya muda, inakwenda kidogo kidogo mpaka baada ya miaka mtu anaporomoka. Ndio maana tunaambiwa kufanya amali za kheri, kusimama katika kheri sio jambo kubwa, lakini jambo kubwa ni kudumu katika kheri. Utadumuje? Inahitaji taufiki, na taufiki haiji isipokuwa kwa kweli. Tukaambiwa jueni kwamba wataingia peponi isipokuwa waumini wa kweli. Waliokuwa wa kweli sio babaishaji, sio wadanganyaji. Kwa hivyo mtu tusidanganyike hata siku moja na watu waliotuzunguka tulionao, na kampani tulionayo, na kundi tulionalo, na kutaka alaikum anfusakum, ni juu yenu kwanza kurekebisha, kushughulikia nafsi. Tafakkaru qulubakum, zifatirieni, pekueni nyoyo zenu. Kaa kitako peke yako, huna mtu mwingine, jichunguze wewe kasoro zako. Hivi ni kweli mtu akipata kheri unaridhika au unataka kumwonea husna? Hivi kweli umepona na tamaa na uchoyo wa nafsi yako? Hivi kweli umepona na ujubu katika ibada zako, kujivuna na ibada zako? Hivi kweli umepona kutokana na maradhi ya kujiona wewe ni bora kuliko watu wengine? Hayo ni mambo ya hatari sana, na lazima tuyachunguze katika nafsi yetu. Tumepona nayo, kisha tufanye kazi kubwa ya kupambana na nafsi zetu. Na moyo, nafsi haitaki ulelemama, inahitaji vita kweli, inahitaji mapambano ya kweli, kutoyatia nafasi. Lazima ukatalie kabisa, lazima upambane nayo ili tutaweza kufanikiwa, kwa sababu asili ya nafsi yenyewe hutaka maovu na mabaya, ndio asili yake, haitaki mazuri.
kubaki ile mama unaiachia nafsi ni sababu ya kuangamia, hutaweza kupona hata kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu, ni jambo la muhimu mno kuzifuatilia nyoyo zetu, na kwa sababu nyoyo zimefichwa ndani, na kwa sababu mambo ya moyo ni asili, na kwa sababu watu wengine hawayaoni, wengi huwa tunaliwazia kwamba sisi na watu wananiona nafanya heri, sinuko katika heri, bado, lakini wapi? Hatari ya jambo hili mwisho Allah huwa mtu anamdhihirisha. Ndio maana tunaambiwa fanya utakayofanya, ficha utakayoficha. Kama una kijikasoro, kama una vijikasoro unavificha, ipo siku moja Allah atakuacha utoke duniani mpaka atakuonyesha. Inawezekana wewe mwenyewe utajitoa tu kabisa, itafika wakati Allah atakutoa hadharani, naudhu billahi. Kwa hiyo tafute kurekebisha nyoyo zetu mapema kabisa, tujifuatilie mapema, bado tuna fursa ya wakati wetu kabla tujaangamia, kwa sababu Allah tabayo maliafu mara wala tunun. Hiyo siku ya kiyama ni siku ambayo haitofaa mali wala mtoto illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika na haya maradhi machafu. Una maradhi ya nafsi yako yanakusumbua, hutulii mpaka uwe katika maasi, hutulii mpaka una kijigonjwa fulani kimekuganda, lazima ujitakase nacho, vinginevyo kitabaki ni kilema na ni kovu, litabaki ni gonjwa chafu, ni ukoma utakuja kukumbua siku moja, aidha duniani au akhera, au wakati kutoka duniani. Kwa hiyo haya mambo ni muhimu sana ndugu zangu. Tunapokuwa katika vikao kama hivi, lazima tujikumbushe kwamba lazima tufuatilie nyoyo zetu. Kabla hujamwangalia mwingine yote, jiangalie, umesalimika, umepona. Lilia nafsi yako, pambana nafsi yako, unapona vipi? Kwa sababu mauti hayakubishi hodi kwamba yatakupa taarifa utakuja lini. Ukifa na gonjwa hilo umeangamia. Ukifa na gonjwa la unafiki umeangamia. Ukifa na gonjwa la husda umeangamia. Ukifa na gonjwa la shirki, raib, shak na mingine mfano wake. Ndugu zangu, lakini si hivyo tu, bali katika njia za kuponya. Kwa leo ambapo tutaendelea na somo la leo, tulikuwa katika marudio ya siku za nyuma, na sasa katika somo la leo kuna jambo la tatu ambalo ni sababu ya kuponyesha kutokana na maradhi ya moyo na uswafu wa moyo. Ni al-ikthar min qira'ati tafsiri al-Qur'an al-azim, kukithirisha kusoma tafsiri ya Qur'an tukufu kwa kufahamu maana ya maneno ya Allah. Ndugu zangu, Qur'ani hii tunaiona tu kwa macho yetu, tunaiona tu ni maneno yapo, tunaona ni kitabu kipo tu, kwa sababu ya kutokuwa na maarifa kwetu. Kitendo cha maarifa machache yetu ya kujua yaliyo ndani ya Qur'an tunaiona katika sura kawaida, lakini wapi? Qur'ani imesheheni mambo mazito mno. Qur'ani ndani yake, Qur'ani kuna mauidha, ndani ya Qur'ani kuna ibada, kuna mazingatio makubwa sana. Allah tabaraka wa taala takallama bihi al-bari jalla wa ala, ameiongea hii Qur'ani maneno yake Allah, ambaye ameongea Allah, akampa wahi Jibril alayhi salam, ambaye ndiye mfikishaji wa wahi kwa mitume wa Allah subhanahu. Aliongea maneno haya akamhifadhisha Jibril akaleta kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia akamhifadhisha kwa taufiki maalum kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, ambayo ni maneno yaliyotimia
ambayo yamekamilika kuliko maneno ya ile yote ile. Ndani yake kuna mawaidha na ibada, kuna mawaidha na mazingatio makubwa sana ndani ya Qur'an. Sasa hazina hizo utazipata wapi? Kwa tafsiri. Kwa wale wanaojua Kiarabu, tafsiri kamili ya Qur'an ni ya Kiarabu. Tafsirati zipo nyingine, lakini hazikidhi haja. Kwa kweli kuipata tafsiri ya Qur'an kwa Kiarabu inapatikana faida kubwa zaidi. La haipo, basi siku hizi kuna tafsiri za Ibn Kathir, tafsiri za kawaida tunaweza kupatikana tajaleleni kwa uchache. Basi Muislamu walau kupata maarifa ya kujua tafsiri, utapata faida kubwa sana. Na hata hivyo hii tarjuma ya Faris, hii ni tarjuma, inaitwa tarjuma sababu tafsiri haiko hivyo. Hii inaitwa tarjuma ya neno kwa neno, ingawa angalau kidogo kwa mbali. Sababu mtu anaweza kadai kwamba anajua tafsiri kwa kusoma tafsiri ya Faris. Hapana, hiyo ni kuhamisha maneno kutoka kwenye Kiarabu kwenda Kiswahili, lakini sio kwamba ni tafsiri. Hiyo sio tafsiri, tafsiri haiji. Sasa ikipatikana tafsiri ukapata maana ya ndani ya maneno ya Allah, unagundua siri kubwa sana ya maneno ya Allah. Utaijua dunia hii, utajua ulimwengu, utajua viumbe vya Allah, utajua yale matukio ya mwanzo yaliyotokea katika dunia. Inaanza mwanzo wa dunia, utajua matukio yote, matukio yatakayokuwepo baada ya dunia hii kuisha, matukio yote kwa ujumla. Unapata ujumbe kamili, moyo unapata kitu kikubwa sana kutokana na ujumbe ule ndani ya Qur'an tukufu. Na hivyo moyo utaweza kupata ulaini na uweza kupata tarhibu ndani yake, lakini ahadi nzuri za watu watakaomtii Allah subhanahu wa ta'ala, lakini matisho ya Allah kwa katika kufuru na kumasi Allah. Kwa kweli mara nyingine mtu anaweza kusoma Qur'an akawa hawezi kupata maana kwa sababu kusoma kwa mazingatio, kwa hiyo akashindwa kupata hata baadhi ya maana ya ndani. Lakini mtu kama ilivyo kwamba unaweza kusoma Qur'an miaka yote, unapita kwenye aya unaisoma, lakini siku moja ukafungukiwa kwa fadhila za Allah, kisha kwa taamuli yako na tafakuri yako na tadabburi yako unapita na aya ile, ukafungukiwa maana ambayo hujawahi kukutana nayo maisha yako yote. Na kila utakapozama katika kutafakari na kutadabburi Qur'an, utazidi kupata maana ya kina zaidi ambayo huwezi kupata wakati mwingine hata kwenye tafsiri. Ni maajabu makubwa sana kwa kweli. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila, yametimia maneno ya Mola wako ya kweli ya uadilifu. Kuna muujiza mkubwa. Qur'an ni muujiza khalida, ni muujiza milele. Qur'an imesheheni ndani yake muujiza mzito mno. Kwa hivyo unapoisoma kwa tafsiri, kusoma kwa ile tafsiri za Qur'an, kutia mara kwa mara tafsiri mbalimbali ambazo ni mu'tamad, zilizokuwa hazina kasoro ndani yake, kama tafsiri Ibn Kathir, kama tafsiri Saadi, kama tafsiri Baghawi, kama tafsiri Ibn Abbas na nyinginezo ambazo tafsiri ambazo zinategemewa, utapata siri kubwa sana. Lakini haidhuru basi hata tarjuma hii, wala unaweza kupata wala ujijua baadhi ya mambo. Lakini wapi tumejaza misafu kabati hukuti Muislamu mpinda au yuko anasoma wala tarjuma wala kurasa mbili kila siku, kurasa mbili tu, takuta Muislamu wako pale katika kila walqala, wanapoteza masaa, wanakata masaa katika kila walqala kwenye vilinge vya kahawa. Muislamu ni kupoteza rasilimali kubwa ya katika maisha. Tunapoteza muda bure ambao tutakwenda kuurudia siku ya Kiyama. Muislamu unapata muda kwenda kukaa, wewe kutafuta riziki ya halali ikajulikana, uwe katika ibada ikajulikana, uwe katika talabul ilm ikajulikana. Unapoteza muda, masaa yanakatika huko katika kilimo cha kahawa. Wewe mwenye kahawa mwenyewe anafanya kazi yake, alhamdulillah, kupata riziki pengine ya mtoto wake au shughuli zake,
Sasa wewe unakwenda unakaa pale tu masaa 3 ukiwa katika porojo, mnamsengenya fulani, mnamsema fulani, unaishi katika hasara za kujitakia kwa gharama yako na nguvu yako na muda wako. Na hapo ndipo utaona maana kamili ya maneno ya Bwana Mtume SAW kwamba mtu anaweza nafsi yake aidha mubikuha kwa kuiangamiza, na anatumia gharama kubwa ya muda wake na nguvu yake na nafsi yake katika kuiangamiza nafsi yake. Kumbe umekaa msikitini, hata kama swala haijafika, si lazima uje muda wa swala. Hawahi mapema msikitini, utawadha, unaswali tahiyatul masjid, unakaa kitako, unachukua msahafu, unaanza kusoma tafsiri aya kwa aya, unapata walau baadhi ya mambo ambayo yanaweza kukusaidia, yakakupa walau mwanga, japo kuwa si kwa ukamilifu wake, lakini angalau kuliko imamu anasoma hapa huna unachukua hata kimoja, unapisoma Qur'an huna unachukua hata kimoja, utabaki kama wimbo na hutaweza kupata maana kama aliyosema Allah, kitabu anzalnahu ilayka baada ya sabar fi hadha dhikr. Anasema Allah, Qur'an ni kitabu ambacho tumekiteremsha kwako, ni mubarak, kimejaa baraka, kimebarikiwa. Wanasema na chuoni ambacho kina kheri kubwa, kina kheri nyingi ndani yake. Lakini kitabu gani? Liyadabbaru ayati, uweze kuzipata mazingatio aya zake, wazingatie kutokana na maajabu yaliyomo aya zake. Katika Qur'an kuna maajabu makubwa na mazito sana yanayoendelea. Lakini nini? Unatazaka ulul albab, na uweze kuwaidika watu wenye akili. Ndio kaambiwa kila mtu kadri akili yake zitakapokuwa imara, zitakapokuwa nyingi, na zitakapokuwa na nguvu zaidi, ndipo atapata mazingatio makubwa na kuwaidika zaidi ndani ya Qur'an. Yule ambaye akili yake ni nyepesi, hataona ni kawaida, sababu hana uwezo hata kuzingatia mambo ndani ya Qur'an tukufu. Kwa hiyo Qur'an tukufu ndani yake ni siri kubwa. Sasa moja katika nyenzo zenye mafanikio makubwa katika kulainisha moyo ni kusoma tafsiri za Qur'an tukufu. Kaweza Allah anapomwamrisha, Allah anapokataza, Allah anapotishia, Allah anapotoa bishara, Allah anaposimulia, Allah anapotoa maagizo, Allah anapotaja habari za walioangamia, habari za waliofanikiwa, visa mbalimbali, historia, elimu mbalimbali. Alimradi kaongea, na mara anaongea anga, Allah subhanahu wa ta'ala, maajabu yaliyo katika anga, mara anaongea katika ardhi, maajabu yaliyo katika ardhi, milima, mabahari, vitu gani, maajabu mbalimbali ambayo yamejikita ndani kwa faida chungu mzima ambazo zinaweza kufungua moyo wa mtu. Umma Muhammad tumepewa muujiza mkubwa, muujiza kudumu. Umma nyingine mitume wale walipokuwa na kufa wanakuwa na miujiza yao wanaondoka. Sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam tupewa muujiza kudumu wa milele hata baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muujiza tunaendelea na kufanya maajabu katika dunia. Tuko wapi na Qur'an? Kwa hiyo kusoma Qur'an kwa tafsiri kuna muhimu kubwa sana katika kurekebisha moyo wa mwanadamu na kumuonyesha ukweli kuhusu maisha haya tulionayo, na kumuonyesha ukweli kuhusu safari tunayoelekea na umuhimu wake na namna ilivyokuwa kule ndiko kuna uhakika wa maisha. Yote hayo tutapata ndani. Kusoma kuna zile taratibu. Inafaa hata kama kutafsiri au chochote, basi unasoma Qur'an kama ni juzuu moja, baada ya kumaliza utenge muda basi uanze kupitia kidogo, hata kama ni ukurasa mmoja, ni kurasa 2, upate kujua wala kwa juu. Lakini kwa wale wenye uwezo wao tunashauri ndio tafsiri ya Ibn Kathir ya Kiswahili ipo sasa hivi tayari imeshapatikana, japo kwa gharama kubwa kidogo. Utapata faida sababu ni tafsiri. Usoma aya na utaweza kupata maana yake, tafsiri yake, sababu ile wamerahisisha, wameweka katika Kiswahili sasa inapatikana. Zamani tukijua tafsiri za hizo za Kiingereza na lugha nyinginezo na Kiarabu na kadhalika, sasa Kiswahili ipo jadi mingi takriban kama hivyo, lakini ina faida kubwa sana. Faidika taratibu, unaweza kupata kufahamu kwa mambo mzima katika kufahamu dini yako. Kwa hiyo ina nafasi kubwa sana, na watu wengi maskini husoma Qur'ani wakapita tu bila faida, nasoma tu na kwenda, na hiyo anakuta amekosa mambo mengi sana. Lakini pia weka juhudi za mkakati wa kwanza kujifunza kidogo, hatua kwa hatua, angalau kujifunza
sio siku moja wala sio siku mbili wala sio mwaka mmoja, lakini itafika wakati unajua ukiweka juhudi ya kweli, itafika wakati bwana utapata uwezekano biidhnillah wa kujua chochote. Usiridhike ulivyo hapa, wewe kama wakati tu na mpango kazi wala kujifunza. Na ndugu zangu, hili jambo la muhimu sana. Uislamu asiridhike kubaki alivyo. Weka juhudi, anza kidogo kidogo. Miundombinu ipo, inakubali, mazingira yanakubali, tumeshayaandaa, yanakubali kabisa kujifunza. Tuweke mkakati kujifunza ndugu zangu. Tufute ujinga, tuwe na maarifa, tupige hatua katika dini yetu, tupende dini yetu, tuitukuze dini yetu, tuiheshimu dini yetu, lakini huwezi kufanya yote mpaka ujifunze. Ndio inafuatia hatua hii ya 4 ambayo nini? Hudhur durusul ulama. Katika hatua ya kurekebisha moyo ni hatua ya kuhudhuria darasa za wanachuoni, darasa za kielimu. Kuzihudhuria ni moja katika hatua ya kulainisha moyo, kutoa katika usuwafu, kutibu maradhi ya nyoyo. Ndio wanachuoni wanasema hivi kwamba moja katika faida ya kuhudhuria vikao vya elimu ni pamoja na kuponya maradhi ya nyoyo. Kuna umuhimu mkubwa sana kuhudhuria darasa hizi. Sio na Uislamu wako mbali na darasa. Inasikitisha kwa Uislamu msikiti kama ambao ni msikiti ambao watu tayari wanasidika na sunna, yani darasa zikitangazwa hao kama vile hao wanakimbia. Sasa tujui kuna haja za lazima au ndio mazoea, mtu anaona nikae tangu mpaka ishe msikitini. Mwingine anakwenda, kuna baadhi wanawahi kusema kwamba wanawahi kusikiza taarifa za habari, wanakwenda TV, afungulia taarifa ya habari, anaye taarifa basi akimaliza anakuja, anaona sasa hapa ndio kaja sasa kitu, anakuja msikitini ili jamaa isipite. Vizuri, lakini ndugu yangu upata hasara. Kikao cha elimu kina nafasi kubwa sana na kina faida kubwa sana, na ni moja katika ibada kubwa ambazo wanachuoni walizipupia sana, mpaka wanasema baadhi wanachosema ma ubida Allah mithlu al-fiqh fi ad-din. Hajapata kuabudiwa Allah kwa ibada tukufu katika ibada za sunna sio za wajibu, mfano wa kujifunza dini. Bali mimi nakisema kujifunza masala katika dini ni bora kuliko ibada ya sunna. Kwa hiyo siku moja Imam Malik, mwanafunzi mmoja anasimulia alipokuwa kwa Imam Malik anajifunza, ikaadhiniwa swala, akakuja kitabu yake ili aende msikitini kwa ajili ya kuswali swala ya sunna. Na jamaa akamwambia unafanya nini? Akasema niko najifunza vitabu yangu, niende msikitini niweze kuswali kabla ni swala sasa naweza kuwa swala. Akasema ni ajabu katika hilo unalofanya, yaani wewe kibio unafikiri kwamba ni bora kuliko unalofanya sasa hivi bado unajifunza. Ndio akasema kwamba mtu anapokuwa amekaa katika kikao cha kielimu wakati ule, huwa kazi anayofanya hiyo ni bora kuliko ibada ya sunna isiyokuwa wajibu, sababu elimu ndio itakayokuja kumpa uwezo wa kufanya mengi makubwa. Sasa tujipime sisi katika moja ndio tukumba ambalo kubwa la kujipima nyoyo zetu, tukoje na elimu katika vitu visivyokuwa na nafasi katika nyoyo zetu, katika vitu visivyokuwa na umuhimu, katika vitu visivyokuwa na thamani katika nyoyo zetu na elimu au kwa pekee. Mimi nakuja basi tu by accident, kwa bahati mbaya kwamba ni muda wa ikama, basi alikuta mjakini na inakaa nasikiliza, lakini wakati huo sio jambo la katika fahamu yake. Kumbe katika miji ambayo watu wameshajiandaa na wameshakomaa katika masuala ya kiimani, inapotangazwa muhadhara au kikao cha kielimu, watu wanalizia nafasi mapema. Katika miji ambayo tayari watu wanajua umuhimu wa elimu, ukichelewa siku ambapo wanajua kuna darasa, utakaa safu za mwisho, huwezi kupata nafasi. Watu wanawahi mapema, wengine wanabaki baada ya swala moja kabla ya swala ile ambayo itaenda kusimamishwa kile kitu, watu walishajaa msikitini. Kwa hiyo hili jambo limekufa, hisia zetu zimekufa kielimu. Hakuna mtu ambaye
anakupa elimu muhimu, anakuona sababu. Kwa hiyo ni vitu hivyo tu vya kawaida katika maisha. Kwa hiyo ndugu zangu, hili ni hatua moja hapo, hudhur durus ulama, kuhudhuria darasa za wanachuoni. Ndani yake kuna mambo mazito mno yanayopatikana katika kulainisha nyoyo. Hawawi sawa mtu anayekaa anahudhuria kikao cha kielimu na asiyekaa kikao cha kielimu, hata kama tufanye ibada nyingi. Hawezi kuwa sawa hata siku moja. Kuna kheri na baraka zinazopatikana, kwa sababu katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema majtama qawm fi baiti min buyutillah, hawatajikusanya watu katika nyumba moja miongoni mwa nyumba ya Allah, yatiluna kitabu Allah, wakawa nasoma kitabu cha Allah, watadarasuna au wakawa wanafundishana, illa nazala alayhim sakina, isipokuwa watu hao uteremkiwa yao sakina kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waghashatuhum rahma, na ufunikwa na rehema za Allah, wa hafatuhum malaika, na malaika wafunikwa mbawa zao, wa dhakarahum Allahu fi man indah, na Allah wataja kwa walio kwake malail a'la, walio kwake huko. Allahu a'lam la'alla hamalat al-'arsh wa ma asbaha dhalik, Allah wataja kwa wale malaika walio kwake jina moja. Sasa hayo yote yana athari kubwa mtu anapokuwa anapata mara kwa mara, yana athari kubwa hizo sakina, hizo rehema, hizo malaika mfuniko mbawa, yote hayo yana athari katika moyo wake. Kwa mara kwa mara kwa darasa hiyo ni sababu kubwa, lakini pia kuweza kupata maneno ya Allah yanayoweza kuingia katika masikio yake na kuingia mpaka kwenye moyo wake, lakini wakati huo kupata habari mbalimbali kuhusiana na Allah, kuhusiana na mji wa akhera, kuhusiana na mambo kama hayo yanaathiri moyo wake kidogo, matokeo yake yanarudisha moyo wake. Ndio tukaambiwa falijtimaa bisalihin, kukusanyika na watu wema, wastimai ila ulama, na kusikiliza maneno ya wanachuoni, yahdwani bika, hayo mawili yatakutengeneza ila tariqi al-akhirah, kuelekeza katika njia ya akhira. Lakini si hivyo tu, bal wayuzhidalika fi dunya al-faniya, hayo mambo yatakufanya uipe nyongo dunia inaisha, yatakufanya uwe na zuhudi katika dunia, uipe nyongo dunia, uelekee akhira, kitu ambacho utakuwa umefanikiwa, kwa sababu kutokuwa hivyo ni hasara kubwa sana. Kuhudhuria vikao vya kielimu ni jambo la kheri kubwa mno, lakini pia linainua daraja la mtu mbele ya Allah, kiasi cha kwamba Allah anamtaja mtu kwa malaika, ikiwa ni ishara kwamba alitukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtaja. Unapotajwa na mtukufu umetukuzwa, wapi na wapi Allah kutaja, lakini kupitia jambo hilo Allah anakutaja kwa malaika. Inshallah, nadhani kwa leo tutosheke na kiasi hiki, ambapo tutakuwa tumeishia hapa leo kwenye kipengele hichi cha kuhudhuria darasa za wanachuoni, ambapo kwa hakika katika baadhi ya wasaya wanatuambia wanachuoni kwamba Luqman al-Hakim akimhusia mwanae, alimuhusia katika jumla ya wasia alizompa, alimwambia alaika bijalasati al-hukama, ni juu yako kukaa na vikao kwenye vikao vya kielimu, fa inna Allah yuhyi bihi al-qulub, Allah huisha nyoyo kutokana na vikao hivyo, kama anavyohuisha ardhi iliyokauka na ilikufa kabisa kwa mvua zinaponyesha. Kinapokuwa kiangazi, kufika wakati baadhi ya maeneo yakakauka, mengine yakaunguzwa na moto, ikawa upepo ukipita unatimka vumbi tu, hakuna kijani hata kimoja kilichoota, hakuna uhai wote ule. Lakini kwa fadhila za Allah, inaponyesha mvua hata moja tu au mbili, tabaki maeneo yale yanaanza kuota kijani kibichi. Alafu baada ya muda unakuta pale palipokuwa ni mavumbi, pepo unapuliza, tayari ni kijani kibichi kilichopendeza baada ya kunyesha. Sasa namna zinapohuisha ardhi katika namna hili, pia vikao vya kielimu
Luqman al-Hakim akimhusia mwanae kwamba vinazilihisha nyoyo zilizo mbali kiimani, zilizoathirika, zilizoharibikiwa, zilizokufa, zilizo na maradhi yanayokaribia kufa au maradhi yanayosibu muda mrefu, kuweza kupona katika nyoyo zile kupitia vikao na durusi za kielimu, kukaa katika vikao hivyo. Kwa hiyo si jambo dogo, si jambo la kupuuza, si jambo la kudharau Uislamu. Hapana, ni jambo muhimu ambalo Uislamu natakiwa alijue kwamba naweza nikamwokoa siku moja katika dunia hii na akhera. Inshallah, ndugu zangu, kwa leo tutosheke na kiasi hiki. Allah ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inshallah, kama na maswali tuyaruhusu, na kama hayapo inshallah tutakuwa tumefikia muda wetu wa kuswali inshallah. Naam. Liko nje ya mada. Sasa subiri kidogo, taliuliza baadaye kwa sababu usitutoe kwenye mada. Labda kama hakuna mwenye swali ya mada. Kwa kawaida huwezi kuuliza swali nje ya mada, huenda utakauliza ndani ya mada ili tuzidi kufaidika na mada yenyewe. Naam. Naam. Kwa kawaida huwa kuna kitu kinaitwa